Jini mahaba ni nguvu ya kiroho inayotenda kazi kwa namna ya giza, inaosukumwa na viumbe visivyokuwa vya kawaida vinavyoweza kuvaa sura au tafsiri ya muonekano kulingana na vile vinavyotaka. Kuna wakati vinaweza vikaja kwa sura hii au kwa sura ya mtu ambaye unamfahamu, na kwa sababu ni kiumbe cha kiroho, basi kinafanya kazi zaidi kwa namna ya kiroho kuliko namna ya kimwili, lakini unaona matokeo yake kwa namna ya kimwili. Jini mahaba likiwa ndani ya mtu lina tabia zake na lina mambo yake ambayo linafanya likiwa ndani ya mtu. Tukumbuke kwamba hichi ni kiumbe cha kiroho kinachoweza kumuingia mtu yoyote, lakini kuna vivutio vyake vya kuweza kumvamia mtu. Na moja kati ya vivutio vinavyoweza kumvamia mtu kwa namna ya kumkamata, basi kivutio cha kwanza ni moyo kuwa na uchungu. Moyo wako ukiwa na mambo mengi au ukiwa na maumivu mengi ya mahusiano, mapito mengi ya kimahusiano au ya kindoa yanaweza kutengenezwa na maumivu kwenye eneo la mahusiano, yanaweza kusababisha kuwa chakula au kuwa kivutio cha hili jini mahaba. Lakini pia jini mahaba linavutiwa na aina fulani ya muonekano, yani vile ambavyo unajiweka kwenye muonekano wako. Ni rahisi jini mahaba kuvutiwa na wewe, unajiwekaje, uko kwenye mazingira gani na mengineyo. Lakini jambo lingine ambalo ni kivutio kikubwa cha jini mahaba, kuna baadhi ya aina ya manukato ambayo unaweza ukawa unapulizia, ni kivutio kikubwa cha jini mahaba. Lakini pia mazingira ambayo unapendelea kukaa. Kuna mtu anapendelea kukaa kwenye mazingira ya baharini au mazingira fulani ya upweke. Upweke huwa ni kivutio kikubwa cha jini mahaba. Lakini pia jini mahaba linaweza likamuingia mtu kwa unapokutana na mtu ambaye ana roho hiyo ya jini mahaba, alafu ukakutana naye kimwili, ni rahisi, kwa maana ya kwamba mkakutana kindoa, ni rahisi jini mahaba pia kuhama kutoka kwa mtu fulani kwenda kwa mtu fulani, au likaweka ushirikano kutoka kwa fulani na kwa fulani, kwa mkajikuta wote kwa kukutana tu kimwili tayari kuna muunganiko wa ile roho imehamia kwa mtu mwingine. Jini mahaba likiwa ndani ya mtu lina tabia zake. Kati ya tabia ya kwanza ambayo ni madhiriko makubwa ni kuota ndoto ya kukutana kimwili na mtu unayemjua au usiyemjua mara kwa mara. Lakini haina maana kwamba kila ndoto unayoota namna hiyo basi ni jini mahaba. Hapana, iwe inatokea mara kwa mara. Lakini kuna wengine hawaoti ndoto kabisa, lakini kuna ishara ambazo wanahisi kwamba hili ni jini mahaba. Kuna wale ambao wanaota ndoto na wengine haoti ndoto. Imefikia mahali atakiwa kawaida anaona kabisa kama kuna hali ya hisia za mwili zimebadilika, na anaona kama kuna kitu kinachoendelea kisichokuwa cha kawaida. Na wengine nafika mbali wanaota wanashiriki tendo la ndoa na mtu wa jinsia moja na yeye. Mwingine anaota ndoto anashiriki na ndugu yake. Mwingine anaota ndoto anashiriki tendo la ndoa na mtu ambaye hamfahamu. Mwingine anaota ndoto anavikwa pete au anavikwa nguo kama anafungishwa harusi, na mwingine anaota ndoto kama ananyonyesha katika namna ambayo sio ya kimwili, na katika uhalisia hana mtoto na mengineyo hana. Lakini pia jini mahaba ana kawaida akiwa ndani ya mtu anachochea tabia za wivu. Sasa kwenye tabia za wivu, kwa sababu yeye anataka kumiliki na anataka awe na wewe wakati wote, kwa kuna baadhi ya mambo huwa anafanya. Mojawapo anamfanya mtu huyo awe ana hasira. Kwa utajikuta una hasira ambazo huwezi kujizuia, alafu kitu kidogo tu unaweza kupaniki na ukakuta baadaye ndio unasema kwa nini nimefanya hivi. Hasira ni kati ya ishara kubwa ya jini mahaba. Lakini pia ishara ya pili ya jini mahaba, mtu mwenye jini mahaba, jini mahaba anafungaga kipato. Yani anaondoaga mahali ambapo litakiwa upate kazi au litakiwa upate uchumi mzuri, huwa na kawaida na vuruga, kwa sababu anajua ukifanikiwa kwenye uchumi kuna namna yeye atakosa nafasi ya kuwa huru na wewe. Kwa hiyo kuna namna atakubana tu. Lakini pia atazuia kupata ndoa. Kama uko kwenye ndoa, basi ndoa yako itakuwa na magomvi mara kwa mara. Lakini kama hauna ndoa, ana kawaida ya kuvuruga mahusiano. Kuna wakati unapata mahusiano yanaenda vizuri, yakitaka yawe ndoa, yani kitatokea kitu ambacho hujawahi jua kinatokea wapi, mambo yatavurugika. Mtu akitaka ajitokeze kwenu au ukitaka uende kwa mwanamke kwao, kuna vitu vitatokea, kuna mambo tu yatatokea, vitu vitavurugika. Lakini mwingine anaweza kawa haitwi hata na mtu, yani anakuwa na roho ya kukataliwa. Kila anayemuona basi haoni kama ni mtu anayeweza kufaa kuwa mke au kufaa kuwa mume. Lakini pia jini mahaba akiwa ndani ya mtu
ana kawaida ya kuchochea magonjwa ya zinaa, au niseme magonjwa ya kike kama ni mwanamke. Yani unakuta unakuwa na UTI isiyopona, au unaambiwa una uvimbe, au chini ya kitovu nasikia kama kuna vitu vinatembea na mengineyo. Jini mahaba na kawaida hiyo. Au nasikia kiuno ni kama kuna muda kinabana kuliko kawaida. Lakini pia jini mahaba akiwa ndani ya mtu, mtu anakuwa ana hali ya kutaka kuwa mwenyewe. Yani kuna wakati napenda tu kuwa mwenyewe, ubaki mwenyewe. Lakini mwingine jini mahaba anaweza kukuchochea, unapenda kuangalia video ambazo hazina staha au hazina hekima, video ambazo zinaweza kukupelekea kuchochewa au kuingia kwenye mambo ambayo hukutarajia. Lakini kuna mwingine mwenye jini mahaba linampa uzinifu, anakuwa na roho ya uzinifu. Lakini kuna mwingine anaweza sitaki kabisa wanaume, yani akawa hataki kabisa, kama ni mwanamke hataki kabisa wanaume, yani hataki kuguswa kabisa, inategemeana, yanatofautiana kulingana na mahali alikotoka na mengineyo. Lakini yote katika yote haya ni mapepo, ni roho za giza. Na katika imani tumepewa mamlaka. Yesu aliwapa mamlaka wale thenashara, yani 12 kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea, ya kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Akawaambia kwamba mtapooza wagonjwa na mtatoa pepo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunao mamlaka kutoa pepo. Haijalishi ni pepo gani. Kama mapepo ya kifafa, mapepo ya magonjwa, mapepo mengineyo yanaweza kaondoka, basi hata hilo pepo linaweza kuondoka kwa jina la Yesu. Lakini kitu kingine ambacho inatakiwa ukizingatie, pepo hili linapoingia ndani ya mtu huwa linamtengenezea tabia. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona kwamba ni tabia yako, ni kawaida yako, na unaona ni kawaida. Na ndio maana kuombewa tu haitoshi. Ukishaombewa inatakiwa uingie kwenye vita ya kuikataa tabia, kwa sababu kuna wakati utazoea, utaona kwamba ni kawaida, utachukia, lakini baadaye utaona ni kawaida. Hata lisipokuja unasikia kama mbona leo alijaja, mbona leo sijapatiwa kitu fulani, kwa sababu linakukizi kihisia. Kwa hiyo unahisi kama limekuepushia magonjwa na mengineo na utoshelevu mwingineo, lakini kuna mahali linakufungia kibali, linakuzuilia kibali, unakuwa una kibali. Lakini pia huwa ninavuruga mwingine hata asipate mtoto au asipate watoto. Mwingine ninavuruga kabisa hata kama kuna mahali anafanya kazi, basi kuna wakati anapendwa alafu kuna wakati anakuwa apendwi na mengineyo. Kwa hiyo ni kitu cha kuchukia kabisa. Lakini kinazuia kuomba. Unakuta ukitaka kuomba unapiga miayo, ukitaka kuomba unakuta hauna nguvu ya kutosha, ukitaka kuomba unakuta mambo yanaingiliana. Kwa hiyo linakufanya unakuwa busy na vitu ambavyo havina msingi. Yani kuna kitu unaweza kukuta uko nacho busy kweli, lakini hakina msaada wa msingi katika maisha yako, hakikusaidii kitu cha msingi. Na kwa sababu linavuruga wale ma destiny helper, wale watu watakao kusaidia katika hatima, linajitahidi kuvuruga tu. Mtu anaweza kaja akataka akuvushe au akufikishe mahali fulani, linaenda linavuruga. Kiufupi linafanya uwe na maisha ambayo sio ya kwako, kwa sababu linachochea na linavuruga mambo, linabadilisha. Kwa kuna vitu utakuta unavichukia ghafla, kuna vitu utakuta unavipenda sana ambavyo si kwa hiari yako, lakini unakuta kuna kitu unakipenda, au kuna mtu unampenda, yani unampenda unashindwa kujizuia. Katika hali ya kawaida linakuchochea kwa sababu linatafuta watu wenye roho moja zinazoendana. Kwa hiyo chukia matendo yake. Kuna vitu vinaweza vikawa ni vya kiroho, baadaye vinakuwa tabia, kwa unaona ni kawaida. Kataa. Jua kwamba hii ni vita, lazima ushinde. Na linapokufuata, kuna mtu unasikia kabisa dalili. Unaona hali ya hewa inabadilika, unasikia mwili unabadilika, unagundua tu kwamba hapa tayari limekuja. Jitahidi kukataa, jitahidi kupinga. Biblia inasema kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo kama hujapinga, ni rahisi mwanangu, mtu wa Mungu, kuvamiwa. Pinga, kataa hiyo hali, kataa. Alafu jitahidi kujiepusha kukaa kwenye mazingira ya upeke yako, mazingira ya upweke, kuwa na maumivu ya kimahusiano yanayodumu. Yani kubali kuachilia. Kuna vitu vingine kubali vipite, usiweke uchungu moyoni. Uchungu ni mlango wa vitu vingi vya giza vya kiroho. Uchungu ni mlango mkubwa wa shetani kukuvamia. Jitahidi kuepuka uchungu. Yani usijikatie tamaa, omba tu, mtumaini Mungu, mwamini Mungu, Mungu atakusaidia. Na ndio maana tunasema kwamba maombi yanaweza kumsaidia mtu ambaye ilibidi awe na mashambulizi fulani. Kwa kuwa na muamini Mungu na kumtumaini Mungu, basi kuna baadhi ya vitu Mungu anamwepushia, kwa sababu mlango wa uchungu unakuwa hujafunguka. Ndio maana Biblia inasema kwamba linda sana au tunza sana au chunga sana moyo wako kuliko vitu vyote, kwa sababu kwenye moyo wako
ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo jitahidi kuulinda moyo wako usivamiwe. Jitahidi kuutunza moyo wako usivamiwe. Haina maana hautakwazwa. Tuko duniani. Kuna watu watakukwaza kwa makusudi. Yaani kuna mtu atakuumiza, utasema huyu mtu, ni kwa nini nimekutana naye? Ni kwa nini amekuja kwenye maisha yangu? Ni kwa nini nimemuona? Kuna watu wana makwazo. Yaani kuna mtu anakuinua kabisa. Yaani mpaka unasema sijui nitafanyaje. Sasa jitahidi kujikontrol. Jitahidi kuruhusu baadhi ya mambo uko duniani acha yapite. Usiweke uchungu moyoni. Usiweke uchungu, usikubali uchungu kutawale. Uchungu ni lango kubwa. Lakini pia jitahidi kumwamini Mungu. Jitahidi kukaa kwenye mazingira ya kiibada, kufanya maombi. Hata kama imani yako haikuruhusu, lakini kwa kuwa hii ni vita, mkaribie Mungu. Mkaribie Mungu na ulitumie jina la Yesu, litakusaidia kuweza kuvuka kwenye vita hiyo ya jini mahaba. Na hakika Mungu atakufungua na atakuweka huru. Basi utaenda kukiri maneno haya. Inua mkono wako juu au mikono yako, au gusa kwenye tumbo lako chini ya kitovu. Alafu kiri maneno haya. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwamba wewe ni mponyaji. Nimekuja mbele zako, mimi nina haja na wewe. Nimechoka kwa mtumwa wa hili pepo. Nimechoka kwa mtumwa wa jini mahaba. Ewe jini mahaba, ninakukataa. Uniachie kuanzia sasa. Ninaivunja ndoa hii. Ninaikataa ndoa hii. Haijalishi ulinipa vitu gani, ninakurudishia katika ulimwengu wa kiroho. Nairudisha damu ya Yesu iwe juu na kulipa fidia ya vitu vyote. Chochote ambacho ulinipa kama zawadi, chochote ulichonipa kama ishara ya agano, na achilia damu ya Yesu ikawe fidia ya hivyo vyote. Na kila ulichonivika kwa siri ambacho mimi sikioni, ninakivua. Ninaamuru malaika wa moto wanivue vyote. Ninakataa kuwa mtumwa wako kuanzia sasa. Ninakataa kuwa mmoja kati wa partner wako katika jina la Yesu. Ninaikataa ndoa katika jina la Yesu. Ninatoa hati ya taraka zote katika jina la Yesu. Ninakataa kuungana na wewe tena. Mwili wangu ukija tena ukute ni moto. Ninakukataa katika jina la Yesu. Mimi sio wa kwako. Mimi sio wa kwako. Ninavua vyote ulivyonipa. Ninakukataa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa mimi na wewe basi. Sihitaji muendelezo wa chochote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na waita malaika wanaoweza kukupiga, waachilie mapigo kwako, wakufukuze ndani yangu, mahali popote ulipokaa. Kuanzia leo uniachie kwa jina la Yesu. Tunaingia sasa kwenye maombi. Napoendelea kukuombea utaenda kuona kufunguliwa. Kuna mwingine utasikia kupiga miayo. Kuna mwingine utasikia mwili unatetemeka. Kuna mwingine utasikia mwili unachoka, kichwa kinauma. Usiogope. Hivyo ni vitisho tu na ndio njia za ufungulivu. Kuna mtu utasikia kichwa kinakuuma sana. Mwingine utasikia kukimbia. Mwingine utasikia maombi yamekuwa kama kelele, unatamani ufunike au uzime hii sauti. Ng'ang'ana mtu wa Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ulionipa kama muombezi, natamka ufungulivu kwa mtu huyu ambaye ameinua imani yake saa hii, ambaye amesikia, ameona kuna mahali amefungwa na pepo hili, kuna mahali amezuiliwa na pepo hili. Chochote ambacho adui alikifanya ndani ya mwili huu na kiondoa kwa jina la Yesu. Na wale ambao wanaota wananyonyeshwa, wale ambao wanaota wanafungishwa ndoa, walioota walivikwa pete, walioota wanashiriki tendo la ndoa, Baba, kwa mamlaka ulionipa, natuma malaika wa moto waende huko wakateketeze kila madhabahu za giza. Natamka ndani ya mwili wako, chochote ambacho adui amekitumia kama lango, haijalishi ni lango lipi au haijalishi anakaa wapi. Wengine kwenye macho yenu pepo limewakaa, natuma nguvu kwenye macho yako. Wengine kwenye nywele, kwenye utosi, natuma moto kwa jina la Yesu. Hapo unaponisikia, moto upite kwenye utosi wako, moto upite kwenye kichwa chako. Wengine kwenye masikio, natuma moto kwenye masikio yako. Naondoa hilo pepo mahaba. Ewe jini mahaba, toka katika jina la Yesu. Wengine kwenye vidole mmevikwa pete, na vua hizo pete. Naamuru kila pete ya kishetani uliovikwa, kila pete yenye muhuri wa kuzimu, kila pete yenye muhuri wa bahari, enyi wakuu wa bahari na malango yenu, naamuru moto kwa jina la Yesu. Mwachie mtu huyu mahali popote ambapo umeweka naye agano, na alivua hilo agano kwa jina la Yesu. Wengine kwenye kitovu, navua kila mlichomwekea. Na wengine chini ya kitovu, navua kwa jina la Yesu. Kwenye hicho kizazi, navua vyote kwa damu ya Yesu. Natuma moto ulao. Ewe jini
mahaba ondoka, ewe jini mahaba ondoka, ewe jini mahaba ondoka. Mwachie mtu huyu kuanzia sasa. Nakata lango la ndoto, hautamwingilia tena, hautamtumikisha tena, na kukemea kuanzia sasa. Toka na vitu vyako, toka na watoto wako, toka na malikia zako, toka na magano yako. Nakataa usio malikia wenu, nakataa usio wa kwenu, nakataa usio wa kwenu kuanzia sasa. Nakemea hilo pepo mahaba, nakemea hilo pepo na mahaba, narovuruga mahusiano, narovuruga ndoa, narovuruga kibali, narovuruga kazi na uchumi. Toka, achia uchumi, achia mikono hiyo, achia mikono hiyo, achia mikono hiyo. Wengine kwenye viuno, mapepo majini mahaba mekaa, na amuru moto kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa pigwa, ukimwona mtu huyu ukute moto, na kuamuru ngua sasa, panda kwa jina la Yesu, na kuchochea ondoka, na kuchochea ondoka, na kuchochea ondoka. Funga vilago, toka, rudi kwa aliyekutuma. Kila mapepo aliyotumwa, kila majini mahaba aliyotumwa, moto, yes, moto kwa jina la Yesu. Ungua kwa jina la Yesu, ungua kwa jina la Yesu, ungua kwa jina la Yesu. Sauti kawe radi, sauti iwe radi. Na piga, na haribu kazi zako, na haribu ushirika wako, na vua kila ulichompa, na ondosha zawadi zako, na ondosha zawadi zako, na ondosha vyote, na viamuru kwa jina la Yesu. Wengine mmewekewa kwenye kifua chako, kuna pepo limekaa, unasikia kifua kinabana, unasikia kuna kitu nataka kitoke kinarudi, na amuru kiondoke. Na tapisha wewe jini mahaba, na kuondoa ndani ya mwili huu. Toka, achia kibali cha mtu huyu, achia nyota yake, achia mafanikio yake, achia lango lake la ndoa, achia afikie mbali, achia afikie hatima yake. Kila ulipovuruga, ulipoondoa amani, ulipoondoa nafasi, ulipoondoa wepesi, toka, achia vyote katika jina la Yesu. Narejesha kila ambacho ulikuwa umekiiba, na amuru kirejee kwa mtu huyu. Nuru yako irejee. Pokea nuru, pokea nuru, pokea nuru. Mahali ulipokuwa unaonekana giza, kuanzia sasa ukawe nuru, ukaangaze kwa jina la Yesu. Maroho ya giza, manyoka na kuzimu, toka. Mikataba ya kipepo, na amuru kuachie. Ondoka mikataba yote, moto kwa jina la Yesu. Na amuru moto, na amuru moto. Na vua ushirika wote, na vua maugano yote, na vua muunganiko wote, ukuachie katika jina kuu la Yesu Kristo. Kuanzia sasa upokee ufungulivu katika jina kuu la Yesu. Uwe hai kwa jina la Yesu. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa kutoka Dar es Salaam, Mbezi ya Malamba Mawili. Naamini Mungu amekuhudumia, amekutendea mema sawa na haja moyo wako. Ikiwa unahitaji msaada zaidi wa kiroho, kwa maana unahitaji maombi zaidi, au unataka unipe ushuhuda, Mungu amekufungua au umeguswa kiasi gani na huduma hii, karibu kwa WhatsApp kwa namba niliyoiweka kwenye skrini yako. Tafadhali namba ya WhatsApp, niambie nini Mungu ametenda, au nataka tuendelee kuomba zaidi kwa eneo gani. Lakini pia wewe ambao unatamani ujiunganishe au ujiambatanishe au ujiconnect na maombi yako kwa sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Karibu na Mungu atakubariki. Jina ni Godwin Ndelwa. Na wewe ambaye unatamani kulifuata zaidi kwenye mitandao ya kijamii, au upo wakati huu kwa njia ya mitandao ya kijamii, kama uko YouTube, Mungu akubariki sana sana. Basi YouTube yetu ni Maombi ni Dawa, au Pastor Godwin Ndelwa, au mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, Maombi ni Dawa. Kama uko YouTube na huja subscribe, bonyeza alama kusubscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Nitakapotoa vipindi vyovyote vya kiroho, hata kama uko kwenye WhatsApp yangu, utapokea. Na wewe ambao unanifuata kwa njia ya TikTok, Mungu akubariki. Unaweza kuwa mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa kwa kubonyeza hapo kwenye hicho kipicha changu. Bonyeza hapo. Ukibonyeza hiyo alama ya kujumlisha au plus, utakuwa mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa, maana utakuwa umenifollow. Hivyo kila nitakachokitoa utakuwa wa kwanza kukipata. Mungu akubariki.